6 yatakuwa ni baraka sana. Ni kama ambavyo Mungu anazungumza kwa habari ya pendo. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninafungua mlango wako wa baraka. Fungua mlango wako wa neema. Nafungua mlango wako wa kibali. Nafungua mlango wako wa kusikika. Mlango wako wa kubarikiwa. Mlango wako wa kukumbukwa. Kwa jina la Yesu aliye hai, ninatamka kama baba yako. Ninatamka kama kiongozi wako. Ninatamka kama aliyepakwa mafuta kukuongoza katika njia ya haki. Asubuhi na mchana wa leo, ninatamka minyororo ya mipaka, kamba za mipaka iliyokuzunguka kwa jina la Yesu imefika mwisho kuanzia leo. Kwa jina la Yesu hai, ninatangaza uinuliwe, natangaza ufanikiwe. Kile kicheko Mungu amekuandalia, ninakifungua kile juu yako, 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 ninakifungua kile juu yako. Kwa jina la Yesu hai, damu ya Yesu hai, damu ya Yesu hai, damu ya Yesu hai, damu ya Yesu hai, inene mema kwenye familia yako, inene mema kwenye uzao wako, inene mema kwenye kazi ambayo Mungu amekuitia na amekuweka. Kwa jina la Yesu Kristo hai, nimetamka na neema imekuja, nimetamka na utukufu wa Bwana umekuja, nimetamka na nguvu za Bwana zimekuja, nimetamka na uwepo wa Bwana umekufunika, nimetamka umekuwa wa moto, baridi imeondoka, nimetamka umekuwa mshindi, si aliyeshindwa, nimetamka umeinuliwa, nimetamka unaenda mbele, nimetamka unaongezeka, nimetamka unapandisha, nimetamka kwa jina la Yesu hai, na kutamkia kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo, kila mamlaka, kila utawala, kila madhabahu inayoleta kinyume cha baraka zako, leo ninaipangua kwa jina la Yesu, naipangua kwa jina la Yesu, naipangua kwa jina la Yesu, naivunja na kuiangusha katika jina la Yesu Kristo hai. Ninatamka neema ya Mungu iwe kwako, neema ya Mungu iwe kwako, kama Mungu alivyosema kukuinua na kukuinua. Baraka zako zimetiririka. Msimu wa pili wa mwaka 2026, wewe na nyumba yako mtaona furaha, hamtalia wala kuomboleza, hamtapungukiwa, bali utukufu wa Bwana utajaa kwenye malango yenu kwa jina la Yesu. Nasikia usikae dada. Muda kama huu hata wakai. Au mtoto amesinzia? Kwenye maisha ya pendo Mungu ameweka vitu vitatu ambavyo nimepomaliza kujifunua sasa hivi vinaanza kufanya kazi. Kitu cha kwanza ambacho Mungu ameweka kwenye maisha yake, na alikuwa anataka awe na utulivu wa kutosha kwenye roho yake ili Mungu afunie kila anataka kufanya. Jambo la kwanza ambalo Mungu amemwekea roho ya kutuliza wanawake wanaolia. Hawatakuwa tu wa Tanzania au wa kanisani au wa Mwanza, watakuwa ni wengi. Ni neema Mungu amemfunua mtu. Ndio jambo la uaminifu sana na unyenyekevu sana ambalo Mungu anampa. Jambo la kwanza. Jambo la pili, atakuwa chanzo cha baraka ya wanawake kuwa na uchumi mzuri. Na jambo la tatu ambalo Mungu amempatia, atakuwa na moyo mkubwa wa kuunganisha watu wengi na kanisa la Mungu. Kwa hiyo kupitia hiyo baraka
watoto wako watapata msaada kwa haraka sana kutoka mahali pasipojulikana. Mungu ataleta ufanisi wa haraka kwa ajili yako. Ni neema Mungu ameweka kwenye maisha yako. Na nikupe vitu ambavyo usimamie kuwa kama tahadhari, ili neema hii usije ukaipoteza. Jambo la kwanza, uwe mtu wa maombi yasiyokuwa na utaratibu. Namba 1. Namba 2, ujitoe mwili kuwa kama dhabihu kwa ajili ya kulinda madhabahu ya Mungu ndani yako. Namba 3, Regina mwili umeshakuita. Namba 3, ya kitu ambacho yaani alinde madhabahu iliyo ndani yake. Asikie sana, asiongee sana. Sikiliza vitu vingi ambavyo huwezi kuingilia. Pokea vitu vingi ambavyo huwezi kuchangia. Amina, amina. Ulinde mahusiano ya madhabahu ya Mungu ndani yako, ambayo imekuchagua kukupatia kile ni haja ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Ndio mkono. Nataka nielewe mama. Sawa? Kuna mchezo unafanyika na maisha yake. Unaniruhusu niendelee? Amen. Ambao umefanyika wewe na kupana andiko kabisa la Biblia. Na kupana andiko la Biblia. Ili nipone kesho yake. Yaani sema kesho inapona kwa jina la Yesu. Kesho inapona kwa jina la Yesu. Sema tena kesho inapona kwa jina la Yesu. Kesho inapona kwa jina la Yesu. Sema tena kesho inapona kwa jina la Yesu. Kesho inapona kwa jina la Yesu. Umemaanisha au hujamaanisha? Umemaanisha au hujamaanisha? Umemaanisha au hujamaanisha? Umemaanisha au hujamaanisha? Seriously? Kabisa eh? Kitabu cha Isaya 46 mstari wa 2. Ndio andiko Mungu amenipa kwa ajili yako. Andiko la ajabu sana. Natoka kwa hiyo nakuja kwako. Kabisa. Siwezi ongea na mwingine, nakuja kwako. Kuna kitu pia kizuri Mungu anakupa. Kuna nasemaje Biblia? Isaya 46 mstari wa 2. Nasemaje? Wanajinanisha. Watainama pamoja, hawatakuweza kutoa mzigo, bali wao wenyewe wamekwenda kufungwa. Maana yake nimeona vitu viwili kwa huyu. Akiwa kwenye kazi, kuna watu ambao wanakuja wanamnyenyekea, ila wakiwa wanataka ushirika wa yeye kwenye kazi. Ni kitu nimekiona. Lakini sasa yeye anakuwa ajui. Wanaelezea vitu vizuri, wanamsifia kidogo, wanaonyesha kama ni mama mzuri hivi, anajali sana nini, naye anaiva. Anaingia kwenye ushirika nao. Alafu baada ya kuwa umeanza ushirika nao, yale matarajio ya kila alichokuwa anafanya, anaona kila kitu kimepotea. Kwa hiyo anajikuta matarajio ya nguvu zake yote yanakosa, kwa sababu wale wanatumia nguvu za giza kutumia mazungumzo mazuri kuiba hatima ya kazi ya mikono yako. Mama, tunachosema ni uongo. Nasema kweli. Uliwahi kusikia nimefanya kidogo mama. Kama nikosa. Sasa Biblia inasema hivi kwamba walichokufanyia wameenda kufungwa. Naona watu hawa hawana muda mrefu, wana kama miezi miwili wameingia kwenye maisha yako, lakini ona, nataka niwafunge. Amina. Nisaidie. Hebu nyosha mikono yako mbele yako hivi. Upahivi. Mama. Jangu mami. Jangu umefia mkono. Tununie mtoto wetu hivi. Nataka asipoteze. Au ile kupoteza mama. Hapana. Mkee mkono kwa kichwa na kwa tumbo hapo.
wako sio tumboni mwa mtu. Asante Baba, uishie milele kwa utukufu na neema, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mwana wa Mungu wa utukufu, mwana wa Mungu wa heshima, mwana wa Mungu. Dennis Job, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai, ninakuombea watesi waliojificha kwenye ulimwengu wa roho, wakitenda matukio mabaya kwenye ulimwengu wa mwili, na wewe hauna habari. Jambo hili limefunuliwa katika Bwana, na Biblia inasema litakalofunuliwa ni la kwenu, lililofichwa ni la Bwana. Sasa kwa sababu ya kwako limefunuliwa, nimekukabidhi tena miliki ya fedha, nimekukabidhi tena miliki ya biashara, nimekukabidhi tena miliki ya faida, nimekukabidhi tena miliki ya kupokea watu waliokuacha, na warejesha, 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 na warejesha kwa jina la Yesu hai. Aliyelenga uchumi wako, aliyelenga fedha zako, aliyelenga watu wanaokusapoti, umemwondolea kibali cha watu, umemwondolea kibali cha watu. Right now, right now, right now, right now, I command power, I command power, I command power to take you free from now. Utachanua tena kazi yako, utachanua tena maisha yako, utachanua tena. Mungu anasema yaliyopita yache, ndio chapter imefunguliwa kwa ajili yako. Kwa jina la Yesu. Mnahusianaje naye? Yaani mnahusianaje? Ninasema mimi na kuweka sauti. Nikiwa niko hapa nimeona kuna mwanafunzi anaitwa Abdul Malik. Abdul Malik. Ndio namuuliza. Abdul Malik, mnahusianaje? Sema ni mwanafunzi mwenzangu. Sizungumzii kwa mwanafunzi mwenzake, nazungumzia kwa mfanyakazi. Kwa sababu kuna kitu ambacho yule kijana anafanyia huyu mtu. Naona hatua za huyu haziendi mbele. Hatua za huyu zinarudi nyuma. Mimi ninatokea watu kwenye kucheza huwa anamtegeshea, anamzoa miguu. Anamzoa miguu. Na Dennis, hujai niambia ana tatizo Dennis la miguu yake kuwa inakosa uwezo wa nguvu za kusimama muda mrefu. Muulize sasa sana, ndio muulize. Ndio muulize mtoto wako. Umuulize akwambie. Alafu shida hiyo inaletwa na kijana anaitwa Abdul Malik. Amina. Mimi sina ubaya wewe. Sina kabisa. Au kwa nani? Msaidie baba. Leo umetoka rohoni. Au kwa rohoni ndio uko rohoni. Leo nataka ni kwa namna nzuri kweli. Dennis akiwa kwenye mpira anacheza sawa, analegea sana mguu. Nachosema unakijua. Alirudi akasema kama anaumwa, kama nani anaumwa mwili wote. Juzi alicheza akarudi amesema ni kama anaumwa mwili wote. Kinachompata huyu ni cha mwanafunzi mzima anaitwa Abdul Malik. Kijana mbaya sana ambaye huwa anachukua hatua za anazichota kwa udongo. Anaenda anamkanga. Ni sawa. Sasa akimkanga huyu nini kinatokea? Ubongo wa huyu unayeyuka. Ubongo ukiyeyuka, vitu vingi anavyoweka havikai kwa kichwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapoteza frequency za kila anachoweka kichwani. Afunguliwa
Afunguliwe asifunguliwe? Afunguliwe asifunguliwe? Afunguliwe asifunguliwe? Nyosha mkono wako mbele hapa tufungue. Funga macho kijana wangu. Kuanzia sasa hivi. Amina. Kwa neema niliyopewa na Mungu kuweka huru waliosetwa na kuzimu. Dennis, ninakufungua. Ninakuweka huru. Na yafungua maisha yako ya elimu. Nafungua maisha yako ya shule kwa jina la Yesu. Mambo mabaya aliyokutengenezea yule mwanafunzi mwenzio, ninayakusanya vile vile na kwa mara 7 yake na yarudisha kwenye maisha yake kwa jina la Yesu. Lazima ewe mali tupige na moto wa madhabahu. Tupige na moto wa Mungu wa madhabahu. Tupige na moto wa Mungu wa madhabahu. Kwa jina la Yesu hai. 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 Ninakuweka mbali na maisha ya Dennis. Ninakuweka mbali na maisha ya elimu yake. Nakuweka mbali na maisha ya ndoto zake. Nakuweka mbali na maisha ya kila anachopanga. Kwa jina la Yesu hai. Nimekuwekea mikono. Nimekurudishia akili. Ulivyotangwa maisha. Ulivyopoteza maisha. Roho yoyote ya udhaifu na udhaifu wa miguu na mwili wako ninauondoa. Nakupa nguvu kama moto utakaotembea juu yako kwa jina la Yesu hai. Kuanzia leo umefunguliwa. Kuanzia leo umefunguliwa. Kuanzia leo umefunguliwa. Umewekwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa ni Mungu unatenda mikono ya Jesus. Amen. Nakuja kwa huku. Kuna mambo mawili yanayoandama watoto wako. Taelezea hapa. Alafu niatishe. Lango la mafanikio ya uzao kwa uzao wako wewe linapita kwenye mikono ya watoto wako. Sasa kuna vitu viwili ambazo ni roho zinazowaingilia na kuwatoa kwenye ule mlango wa baraka. Na ilitokea hilo, kinachofanyika ni kwamba wewe ndiwe unawekewa mazingira magumu ya baraka za watoto uliowazaa. Na ambaye anaonekana kuwa addicted kwenye roho hii sana. Yes. Naeleza hivyo vitu vingi. Cha kwanza, wanapata kibali cha ndoa ambayo ndoa haitengenezi uaminifu wa kutosha kwa wenzi wao. Jambo la kwanza. Jambo la pili, wanapata vita kubwa wanapokuwa wamepata njia za kufanya kazi wapate pesa. Vita inakuwa ni namna gani? Naomba nielezee. Watu wanaowazunguka upambana nao kuwashusha kwa nguvu za giza. Kwa hiyo huwa wanaona wanapokuwa kwenye kazi wanapataga uzito. Kwa mfano, nitaweza hapo nielewe. Wanapokuwa wamepata nguvu ya kufungua miradi, wanakosa mzigo wa kuweka bidii ya kusimamia kazi zao. Sasa nataka kupitia wewe tuwafungue. Wakifungulia watoto wako, for sure ni kwamba kuna vitu utavisahau. Mama sio sawa. Next time utakuwa kumbuka. Na utakuwa kwanza. Kumtunza Mungu vizuri kwa agano la kulipa zaka kamili. Mpaka mwezi wa 10 unaweza kuwa umenunua gari ya kutembelea.
Kutoka na kuuma. Usipige magoti, simama kidogo na kuomba. Ndio nitakuwa tuzuri. Shika. Shema sipo. Safi. Inua mikono yote ulete huko. Asante sana. Leo tushirikiane, msiporo. Ndio. Kwa sababu sio mnapoaga. Ndio mama tumbariki mama watoto wake. Na watoto wake wawili Esther na Evelyn. Wale ni watoto wanapata sana vita sana kwenye maisha yao ya mahusiano. Na wanapata vita kwenye kazi. Wanafanya kazi, roho ile ya kusimamia kazi zao inaondoka. Yaani anaweza mwaka kaa nyumbani na hana sababu. Ni roho ile mwingine anakaa nyumbani siku 3, anaweza kaa nyumbani wiki. Kimuuliza mbona ile kazi anasema nasikia kuchoka nitaenda wiki ijayo. Ni roho inakuwa na wakamati na kuonyesha. Nina hukumu juu ya mapepo. Nina hukumu juu ya wachawi. Nina hukumu juu ya nguvu za giza. Nina hukumu juu ya mashetani. Kila roho iliyotumwa juu ya watoto wa Masawe wa kike ambao ni mlango wa baraka kwenye nyumba yake, ni mlango wa mafanikio kwenye nyumba yake, mchana huu ninaagiza nguvu ipite kwenye kizazi chake, ipite kwenye kizazi chake, ipite kwenye kizazi chake, ipite kwenye tumbo lake, ipite kwa ukombozi. Watoto wake wakombolewe kwa jina la Yesu. Watoto wake wafunguliwe kwa jina la Yesu. Hata wa kike na wa kiume waliokamatwa kwenye ulimwengu wa giza, achia, 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 achia. Esther, sio mali yako. Evelyn, sio mali yako. Na wa kiume sio mali yako. Nasema nawe leo, achia, 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 achia. Uwezo kamata uchumi wao. Uwezo kamata uchumi wao. Uwezo kamata uchumi wao. Uwezo kamata uchumi wao. Kwa jina la Yesu hai, nimeapisha mbingu na ardhi kwamba watoto wako nimewaondoa kwenye makongwa ya uchawi, kwenye makongwa ya giza. Wamefunguliwa kwanza leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu imenena mema, imenena mema kwa ajili yao, imenena mema kwa ajili yao, imenena mema kwa ajili yao, kwa ajili yao, kwa ajili yao, kwa ajili yao. Uweza wa kiungu na nguvu ya madhabahu hii itembee nao kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio umeniona. Nataka nikwambie. Kwa wiki. Chana na nishie kwa. Nimwambia kaka kitu nishie kwake. Nishie kwake. Amen. Sawa. Mimi namuona. Ndio. Sawa. Amen. Akiwa anaendesha pikipiki kama bodaboda, ambapo anaendesha pikipiki nyingi, mkataba ameshindwa. Kwa ameenda vizuri sana. Akifika mahali inatokea kama roho imeingia upinzani, akakwama sana kipesa. Kwama sana kipato. Inanuka vita kubwa sana. Yaani anakuja kupita kwenye hilo jaribu, anakuwa amepata shida sana kwenye moyo wake. Kaka, mimi naitwa Conscience Peter, nabii wa Sumba. Amina. Nataka nikaje chanzo cha kuamkia. Unachokisema unakielewa. Ndio mara ya kwanza tumeonana, lakini mara ya kwanza tufanye kwanza. Inga hata kama ni mara nyingi nilichoongelea kwa Dennis hata mama yake kijiji. Nilichoongelea huyu mama ameshangaa. Naongelea vitu watoto wake. Pendo ameota ndoto. Ambacho nimezungumzia ni ndoto ameota. Ameota nini? Naomba nielezee. Kwa sababu kama najua yaani alafu yakataa. Ni sawa. Ndoto yake ya mara nyingi huwa kuna mtu anaenda anambeba, anamleta na kumkalisha kwenye madhabahu hapo. Mara kwa mara. Na anamuelezea vitu ambavyo vitu alivyokuwa vingi.
Kataa mama, kataa. Ndoto anaota. Sasa vile anavyoelezewaga ajui, ndio mimi nimezungumza. Vitu vitatu nipewe na mimi. Ndoto nimesema na mimi. Nataka nieleweshe ajue kama nakuwa nafahamu. Siongei kwa bahati mbaya. Basi, unajua kwa nini nimekuleta hapa nikuombee? Kwamba umepata kicheko. Mara ngapi Mungu amekufuata na kuambia sijakuacha? Baba, napenda kudhibitisha ukweli ulichokiongea. Kuna wakati huwa anakuja hapa anajiuliza hivi, baba, ndio tunazokuwa naziota anazijua au inakuaje? Nazijua mimi. Amina baba. Hiyo ni ndoto mimi hajaniambia. Ni ndoto wala hajaambia mtu. Mimi najua anaota 1, 2, 3. Simpigie Roho Mtakatifu makofi sasa. Nataka nikupe zawadi. Nataka nikupe zawadi. Zawadi ni ya neno. Au nataka vya mkononi? Utakwama niko vya mkononi. Ninavyo. Kwa sasa kile nimemwambia huyu umekuwa ni usumbufu wa Roho Mtakatifu, mara nyingi anamletea maono kwenye ulimwengu wa roho. Na akipokea kile anachokipata huwa haelewi. Anasemeshwa vitu vingi mbalimbali na kwa haelewi. Sasa leo nimemtegulia tendawili. Kila kitu nataka ujifunze kwamba jambo lolote lina majira yake, yakifika haliwezi kuvuka. Kwa hiyo chochote ambacho unaelewa usilazimishe kama majira hayajakupa kukielewa. Majira yakifika Mungu tu atazungumza tu. Lazima Mungu atazungumza. Sasa huyu kaka ana mteja ambaye mara nyingi anamwagiza na kuwa anambeba yeye mwenyewe, na huwa anamlipa hela zaidi ya kiwango kiko kwenye hesabu za hilo eneo anapompeleka. Ukweli. Sasa yule mtu unayembeba ndani yake huwa ana majini, na wakati mwingine akija unakuwa unaona ni yeye umembeba, unakuja beba mtu, unakuwa umebeba jini. Na ndio maana nataka nimwambie kitu anashangaa. Anampeleka sema, anamwambia tukifika unisubiri. Anamsubiri. Baada ya dakika chache anampigia simu, anamwambia hebu niache nitakupigia. Kwa hiyo kaka huyu sawa, mbali na kulipa pesa nyingi na mteja wake, mbali na kufanya kazi akapata pesa nyingi, hawezi funga wiki huyu kaka akiwa na 20,000 hawezi. Sasa nataka nimfungue, nimuondolee roho ya majini. Ungetamani hivyo? Ndio. Aliyekuweka kanisa lako mshukuru sana. Ni mtu mwema. Yaani umpende, ila sio kimapenzi. Unaweza kuwa ni wakili nikasema umpende ukamwambia baba amesema. Upendane. Mimi sijasemea hapo jamani. Nasemea upendo wa aga wa kiroho. Huyu kaka kwa nini anapendwa na majini? Ana nyota. Sijajua kama anajua au vikoje, lakini kwenye asilia ya kiroho wazazi wake au mandugu baadhi wana connection na kazi za majini. Kuna mazingira yanayohusianisha na watu wa familia yako kufanya kazi za majini ambazo roho inatokea kwenda kuja kuwataki wewe kwenye nchi kavu. Inataka kufanya vitu vya majini ili wakuue majini. Sasa nataka nikufungue. Ninakuombea kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaita neema ya baraka yako. Huyu mtu aliyeingia kwenye maisha yako akakutwika mzigo
wa majibu. Hata ukitoka kazini ukarudi nyumbani, unakuwa unaona bado uko barabarani unaendesha pikipiki. Hiyo ni roho inayokuibia maisha. Hiyo ni roho inayokuibia mafanikio. Hiyo ni roho inayokuibia uchumi. Kwa neema niliyopewa, nimekuombea na kukutamkia baraka. Hizo nguvu za majini zikuachie. 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 Uanze kushika pesa. Uanze kupata faida kuanzia sasa hivi. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wa Isaka na Yakobo uwe Mungu wake. Mungu wa Ibrahimu uwe Mungu wake. Mungu wa madhabahu uwe Mungu wake. Umtetee na kumsaidia kwa jina la Yesu. Zawadi natatupatia ni hii moja. Kuna jambo mimi nilikuwa nafikiria kwa ajili yako, kiroho, ulipata kiroho. Ni hilo jambo ni la wewe uwe mtangazaji wetu. Mtangazaji ambaye atakuwa anafanya interview zetu. Amina. Wanahojia kuhusu sisi, kuhusu madhabahu, kuhusu kazi ya Mungu, kuhusu unavyoona Mungu anavyofanya na kadhalika. Ni kwako nyingi. Ambapo tunapokuwa tunafanya kitu chochote, wewe ndiwe main speaker wa kusemea tunachofanya, ambapo utakuwa unahojiwa, tutaweka waandishi wa habari hapo, atakuja unatangazia. Na hilo uanze kuliombea sana, kwa sababu tutakapoanza shughuli za redio, sisi tunasema tukimaliza kununua kiwanja, hatufanyi kitu kingine zaidi ya kufungua kituo cha redio hapo. Wewe vyeti unavyo utatangaza, unajua utatangaza, haujui utatangaza. Wewe ni mtangazaji wetu. Umempa zawadi sio? Ni zawadi sio zawadi? Kwa hiyo watu watakaokuwa wanakamata redio yetu na TV yetu watakao nasikia sauti ya huyu dada. Unajua kwamba mahali hapa wewe umeweka mafuta ya kufungua na kuponya, na miaka 7 ya mateso, kwa sasa bado unapoachilia neema yako unamponya na kumfungua. Ninahesabu maumivu ya miguu yako, nahesabu vichomi vya miguu yako kuondoka kwa jina la Yesu, kuondoka kwa jina la Yesu, kuondoka kwa jina la Yesu, kuondoka kwa jina la Yesu. Achia miguu ya mama huyu, 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 achia miguu ya mama huyu kwa jina la Yesu. Moja, 2, 3, 4, 5, moto. Touch. In the name of Jesus. Kuanzia leo nimehukumu magonjwa ya miguu, nimehukumu mateso ya miguu, nimehukumu kazi ya miguu, nimehukumu maonevu ya miguu. Kwa jina la Yesu umeponywa na umekuwa huru kwa jina la Yesu. Jamani, huyu mama anasikia watu wanazungumzia ni wito. Ni wito. Hawa wamebeba huduma za injili, wainjilisti huduma. Bwana hausikama tu isiyo God.
na kumwagia mafuta haya kwa neema ya Mungu. Mambo ni haya, kila mila na kila mnyororo, kamba na mitego iliyo yako kwa damu ya Yesu inafungua mafuta haya ya kupa kibali, ukubalike, upendwe, usikike, watu wakuelewe. Kinywa chako kimepakwa mafuta kwanza leo. Ninakuwekea moto kinywani mwako unaponena maneno kama silaha, maneno kama risasi, maneno kama nguvu, kwa damu ya Yesu. Kwanza leo kwa damu ya Yesu, kwanza sasa kwa jina la Yesu, nguvu ya neema iko juu yako, 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 kwa damu ya Yesu aliye hai. Baba, nakupenda kwa neno lako Jesus. Amen. Wote wamesikia Mungu, wamesikia sauti bila hawafahamu ni nini kinaongea. Ninachokizungumza mimi ni kile wanakuwa wao hawakijui wanaposikia sauti, ndio nawaeleza. Hata hiyo tu ninakushinda kumwambia Mungu, wewe ni ajabu. Nijiandae kwa kuimarisha leo. Mama, I don't know ni Juliana unamfahamu? Mama anaitwa Juliana like this. Wewe hapo. Juliana kitu kama hicho. Kaa vizuri, tulie kwa amani, acha tulie kwa amani. Simama. Afikiri vizuri. Afikiri kwa amani. Mbona maji nyingi? Uleta hapo ili mama tuambie kama miguu imepona ama haijakona, tujue nini kinaendelea. Sisi hatubahatishi. Mama, sisi tunabahatisha kweli? Maji tuna nyingi. Hata mngefanyaje mwezi zimaliza. Hamjaziunganisha? Nyingine ile pale. Jamani. Sasa hivi sio wa zamani, ni sasa hivi wa juu. Na mtambi mama. Miguu imeachia. Achia kuanzia sasa. Nimehukumu kwa damu ya Yesu Kristo hai, umepona. Jesus name. Amen. Yesu akamkamata kwa mfumo. Avyote vya miguu yote. Pita kwa mbele wewe Esther vipi? Sasa ndio mshika mbele. Kila kamba zile kufunga miguu yako, ninaagiza zikuachie. 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 Yesu amekutangazia huru. 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 Umekuwa huru. Umekuwa huru kweli kweli. Kwa jina la Yesu hai. Uko huru. Uko huru. Kwa damu ya Yesu. Amen. Nasikia baba. Mungu kwenye majira yako yanameremeta. Kama unajenga na usio mdogo, unakwenda kuangusha msitaki. Na kama usiniangusha, tukiima anameremeta, unatetea ushauri. Sio anameremeta alafu nakwenda kwa shamba kusema, "Baba, sikujua kama ni hivyo." Ndio wako kwa fungulia na mchangani. Kama mjia yani kitu ambacho kinakorokeka. Wanaongea basi. Chakula ni. Nataka kwa sababu ni mwenyewe. Ndio maombi. Ndio mambo ya kanisani. Yafunga siku. Kesho
kutakuwa na ibada kubwa imetangazwa. Sasa udumbukie kwenye mafuta ili utoke na hiyo ile neno ya kusaidia Mungu kwa ajili ya Kristo. Hapa unanisikia nini? Nataka niongee kitu ambacho kinakuandama zaidi ya sauti ya Bwana binti. Kuna madhabahu kwenye familia yako ambayo anatumikia mambo ya ulimwengu wa falme za giza ambazo ni mambo kama kuganga. Sasa ndio roho inayokufuata inakuita utumike. Sasa tafuta sana kukaa mbele za Mungu ili zile nguvu ziamke akili kufuatilia.